Karibu tuzungumze michezo, ikiwa ni takriban siku mbili kuweza kufika Juni 15, siku ambayo ilikuwa imepangwa kuchezwa kwa mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambapo ni mchezo nambari 184, huko kukiwa kuna sintofahamu mbalimbali kulingana na maono ya klabu hizo, huku timu moja ikiwa inasema kwamba iko tayari kwenda kucheza mchezo huo, lakini timu nyingine ikisema kwamba haiko tayari kucheza mchezo huo. Hivi sasa kuna taarifa kutoka kwenye ukurasa rasmi wa bodi ya ligi. Ni taarifa gani hiyo? Kwanza nikufahamishe, mimi ni Latifa Anafi, hii ni Mpenja TV, tunazungumza michezo na tunapewa nguvu kubwa kwa udhamini wa White Skimall Pot kutoka Magic Builders. Lakini pia kwa wale ambao unahitaji kuhudumisha ukuta wako ili usiweze kupata fungus wala kuvimba kupata kuchubuka kutoka ile michanga kumungonyoka, tunaweza kusema hivyo, basi hakikisha unatumia White Skimall Pot kutoka Magic Builders ili uweze kuhudumisha ukuta wako kwa muda mrefu sana. Lakini pia kwa wale ambao unahitaji simu ya mkopo, hakikisha unakwenda kupata simu ya mkopo kwenye maduka ya Mandasi Store ambayo yanapatikana karibu mikoa yote ya Tanzania. Ili uweze kupata simu ya mkopo unaweza na kwenda na vitu vitatu: vitambulisho vya kupigia kura, kitambulisho cha NIDA ama taifa, lakini pia leseni ya udereva. Taarifa iliyotufikia hivi punde ni kuhusiana na taarifa kwa vyombo vya habari, ikiwa imetoka kwenye ligi kuu ya Tanzania ama bodi ya ligi ya Tanzania. Taarifa hiyo ni kinukuu, inasema kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB imeusogeza mbele mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC kati ya klabu ya Yanga na klabu ya Simba, ambao ulipangwa kufanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Juni 15, 2025 kuanzia saa 11 kamili jioni. Mchezo huo sasa utafanyika Juni 25 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kuanzia saa 11 kamili jioni. Bodi inazitakia maandalizi mema klabu za Simba, klabu za Yanga na Simba kuelekea mchezo huo. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano, bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB, Juni 13 mwaka 2025. Ni taarifa ambayo pengine ndiyo ile taarifa nyeti ambayo iliweza kuzungumzwa na afisa habari wa bodi ya ligi Karimbo Imanda. Alinukuliwa akisema kwamba muda wowote taarifa nyeti na muhimu zitakwenda kutolewa kuhusiana na mchezo huo wa dabi ya Kariakoo. Kumekuwa na sintofahamu, taarifa kwa umma zikiwa nyingi kweli kweli, klabu ya Yanga ikitoa taarifa kwamba haitoshiriki mchezo huo kutokana na vitu mbalimbali ambavyo wanataka wao wasikilizwe, ikiwemo kutajwa yule aliyesababisha mchezo huu ambao ni ulibidi uchezwe Machi 8 uchezwe Juni 15, aliyesababisha mechi hiyo isichezwe kutokana na ghasia ambao waliipata klabu ya Simba. Huku Simba wakisema wanaendelea na maandalizi yao kama kawaida na hakuna ambacho kitakwenda kukwamisha. Lakini mwisho wa siku, kiwa zimesalia siku mbili pekee, bodi ya ligi inakuja na taarifa kwamba hakuna tena mechi Juni 15 na tukutane Juni 25, 2025. Na ikumbuke kwamba kwenye mizunguko miwili ambayo imesalia, Juni 18 pamoja na 22, bila shaka huu ndio utakuwa mchezo wa kufungia ligi kuu ya NBC kwa msimu huu, kwa sababu mechi za mwisho zilitarajiwa kuchezwa Juni 22 katika viwanja vyote vya kwa ajili ya kutamatisha ligi hiyo. Kama dabi ya Kariakoo itachezwa Juni 25, maana yake ni kwamba ndio utakuwa mchezo wa mwisho na pengine ndio ambao utaenda kutoa bingwa wa ligi kuu msimu wa 2024 msimu wa 2025. Nipite na maoni ya watu wawili watatu tuone namna ambavyo wanasema. Huyu anasema mpaka hapo Yanga bingwa. Namuona pia Chico Appetizer anasema sawa, lakini bado hamjaleta pesa zetu na hamjawajibika kwa kujiuzulu, tokeni kabisa hapo ofisini. Cox Dawaya anasema sasa na sisi Simba hatuchezi, msitusumbue tena. Wapo ni na maoni mengi kweli kweli. Wewe pia mwanamichezo unayo nafasi ya kutuambia umepokeaje taarifa hii ya
bodi ya ligi kusogeza mbele mchezo huu wa dabi ya Kariakoo ambao ulipangwa uchezwe Juni 15, 2025 na hatimaye siku 10 mbele mpaka Juni 25 mwaka 2025. Unaweza pia kuweka maoni yako hapo na tutakuja kupita nayo kwa wakati mwingine ili tuone ni kwa namna gani ambavyo umepokea. Na hii imekuja mara baada ya picha za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan akiwa sambamba na viongozi wa klabu ya Simba pamoja na Yanga. Utaweza kuona picha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan akiwa na Murtaza Mangungu pamoja na aliyewahi kuwa mwenyekiti wa klabu hiyo Hassan Dalali Field Marshal kwenye picha pamoja. Lakini pia viongozi wa klabu ya Yanga akiwemo mfadhili unaweza kumuita hivyo Gharib Said Mohamed GSM, lakini pia makamu wa rais wa klabu hiyo Arafat Haji pamoja na mtendaji mkuu wa klabu hiyo Andre Mtine. Mara baada ya kusambaa kwa picha hizo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye picha hiyo na viongozi wa Simba na Yanga, punde si punde ndio taarifa ya kusogezwa mbele kwa dabi ikaja kutokea. Unaweza kuweka maoni yako hapo. Je, unaonaje jinsi ambavyo mambo yamekwenda? Umeridhika, haujaridhika? Nini kifanyike ili kuelekea ama kuhakikisha kwamba dabi hiyo ya Juni 25 inakuwa kwenye uzuri kwa namna yake? Mimi naitwa Latifa Anafi, hii ni Mpenja TV, tunazungumza michezo na tunapewa nguvu kubwa kwa udhamini wa White Skim Oil Put kutoka Magic Builders. Ukiwa unahitaji kupata White Skim hiyo, basi hakikisha unakwenda kuzungumza na watu wa Magic ili uweze kuhudumisha ukuta wako kwa muda mrefu. Lakini pia kwa wewe ambaye unahitaji simu ya mkopo, chimbo ni moja kwa Mandasi Store. Unafika hapo na unapata simu yako ya mkopo. Maduka Mandasi Store yanapatikana karibu mikoa yote hapa nchini Tanzania. Nena na vitu vitatu: leseni ya udereva, lakini pia kitambulisho cha kupigia kura, kitambulisho cha taifa ama NIDA ili uweze kupata simu yako. Weka maoni yako hapo, tuambie umepokeaje taarifa yako kutoka bodi ya ligi kuhusiana na dabi ya Kariakoo kupelekwa mbele, ikiwa ni muda mchache tu mara baada ya picha ya kiongozi wa nchi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kuweza kuonekana na viongozi wa klabu ya Simba na Yanga, na picha hiyo ikiwa imechapishwa kwenye ukurasa rasmi wa Ikulu Mawasiliano, ukurasa ambao unatumika na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweka taarifa za hapa nchini Tanzania. Mpenja TV, tunazungumza michezo. Hakikisha una subscribe ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu.